Shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji na mwanafunzi mwaminifu Yesu Kristo, unaendelea kujifunza siri za ufalme wa mbinguni kupitia channel yako pendwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Na leo tunaendelea kuangalia kundi la pili la wachungaji ambao wataingia jehanamu kwa sababu ya kuliongoza kundi katika njia ambayo si ya Mungu. Mithali anasema chuma hunoa chuma. Kwa hiyo ni wajibu wa mtumishi mmoja anapopata ufunuo, mafundisho mazuri, kulishirikisha kundi ili kwamba watu wasio wanamtumikia Mungu chini ya ghadhabu. Unaweza ukamtumikia Mungu kwa akili yako ukajua unamtumikia Mungu na ukawa unatarajia taji, kumbe unaenda kuishia jehanamu. Kwa hiyo awamu ya kwanza tuliangalia kundi la wachungaji ambao wataingia jehanamu ya moto. Kundi la kwanza tuliona ni kundi la wachungaji ambao wanaruhusu sherehe za Krismasi kwenye makanisa yao. Tulijifunza kwa upana sana, Krismasi sio sherehe ya Ukristo. Kwa hiyo kanisa lolote, mtumishi yoyote ambaye anaongoza kundi lake kusherehekea hii sherehe ya kipagani, mwisho wake ni jehanamu, kwa sababu anamfanyia kazi ibilisi. Sio kazi ya Bwana, sio sikukuu ya Bwana Yesu, sikukuu ya kipagani. Ukiwa unashirikiana na kuzimu, wewe ni mtumishi wa kuzimu. Sasa leo kwa neema ya Bwana tutaangalia jambo la pili ambalo wewe ikiwa ni mchungaji unalifanya hilo jambo, aidha wewe mwenyewe kama maisha yako au ni sehemu ya huduma. Unalifanya kwa washirika, unalifanya kwa kanisa, na wengine hatuwalaumu kwa sababu wengi wanafanya kwa sababu ya mfumo. Yaani amejiunga na mtumikia Mungu lakini chini ya mwamvuli fulani ambao tayari umeshakwisha kuamuru hilo kosa liwe sehemu ya ibada. Sasa leo tunaangalia kundi la pili kwa neema ya Bwana, ni kundi la wachungaji ambao wanabatiza washirika kupitia batizo ambazo sio sahihi. Tuliangalia sifa za ubatizo wa kweli, lakini hapa tutaangalia sifa moja tu ambayo ikikosewa hiyo, wewe uliyeshiriki katika kubatizwa na wewe uliyembatiza Mkristo kwa njia hiyo, wote mtaishia jehanamu. Bwana Yesu alisema kipofu akikubali kuongozwa na kipofu, wote wataishia motoni. Hapa niombe kwa ajili ya Roho Mtakatifu ahusike kwa somo letu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakutukuza tena kwa ajili ya saa hii ambayo umetupa neema kuwa hai ili tuendelee kujifunza, hatimaye tuifikie kweli yote na kufanya kazi ambayo Mungu wa rehema, ile siku ya mwisho utaenda kutoa taji kwa ajili ya watumishi wako. Asante kwa ajili ya saa hii. Tuko mbele zako Roho Mtakatifu, ni mwalimu, sema nami, sema na yeyote atakayesikia ujumbe huu. Asante Mwokozi, tunajitisha kwako. Amen. Leo tutaangalia kundi la wachungaji ambao wanafanya hili kosa, sehemu ya mojawapo ya ubatizo. Tunasema ubatizo wa kweli sifa yake ni kwamba mbatizwa anatakiwa abatizwe katika maji yaliyo hai. Maji yaliyo hai maana yake ni maji yanayobubujika katika chanzo chake cha asili. Biblia inasema imani yetu imejengwa katika msingi wa imani ya mitume na manabii. Kwa hiyo kanisa la kwanza au mitume, wale ambao walianza na Roho Mtakatifu, sio kama leo ilivyo papasia, na wengine tunaenda kwa mazoea, wengine wanatumia elimu ya vyuo vya theolojia. Hawa walibatiza katika usahihi wote. Kwa hiyo kanisa lolote la kweli leo hii litatembea katika zile njia za kanisa la kwanza la mitume. Kwa hata mtumishi yote wa kweli leo hii atabatiza kama vile Biblia inavyotaka. Katika kipengele hiki tutajifunza, tutatumia vitabu vichache kwamba Mkristo anatakiwa kubatizwa katika maji yaliyo hai na maji yanayotembea. Kwa mfano tutasoma kitabu cha Mathayo sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza, nitasoma wa 5. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na ule mstari wa 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na kando kando na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto Yordani, huku akiendelea kuungama dhambi zao. Kwa hiyo tunachoona ni kwamba Yohana alianza kuhubiri. Kama tulivyosema, sifa ya kwanza ya ubatizo kweli, lazima mtu asikie Injili. Na baada ya kusikia Injili na kuiamini, akawaambia watu watubu. Ndipo baada ya hapo Yohana akajitenga kando ya mji, akaenda pembezoni kulimokuwa na mto Jordan, nao watu waliosikia Injili wakamfuata Yohani, naye akawabatiza katika mto Jordan. Labda watu wanaweza kaona ni andiko moja, lakini pia hata tukisoma kitabu cha Yohana mwenyewe pia sura yake ya 3, fungua kitabu cha Yohana sura yake ya 3, tukisoma ule mstari wake wa 22. Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake walikwenda mpaka nchi ya Uyahudi, akashinda huko pamoja nao akibatiza. Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salimu, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele,
na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwa ni maeneo mawili tofauti, lakini huu ni ubatizo ambao ndio wa kweli. Popote alipotajika ubatizo, ilimlazimu kutafuta maji yaliyo hai. Sasa leo shetani ameleta toleo jipya. Alipoona baadhi ya Wakristo wamekwepa ule ubatizo wa kikombe, akaona isiwe shida, kwa hiyo ana maarifa. Kwa hiyo akabuni ubatizo wa pili. Ubatizo wa pili watu wanabatiza kwa njia ya visima. Wengi wamebatizwa kwa njia ya visima hivi vya kusakafia makanisani. Wengine wamebatiza kwenye matenki, tanki linaandaliwa na tumbukizwa mtu humo. Wengine wanabatizwa kwa kutumia swimming pool. Mchungaji ana kanyumba kazuri pale pembeni, kuna mahali pa kuogelea, basi watu wakiamini anawaleta hapo kuogelea. Hizo zote ni batizo za kuzimu, na yeyote aliyebatizwa kwa staili hiyo ana alama ya yule muovu, kwa sababu kuna kitu naita nguvu ya hati miliki. Aliyeanzisha jambo lolote ndio mmiliki wa hilo jambo. Sasa hizo ni batizo za kuzimu. Hao wasanii ni watu maarufu duniani ambao wamepatana na kuzimu, kama alivyonena Isaya 29. Wanafahamu wanapoenda kwa shetani, wanapofunga agano na shetani wanaapa, na ninakuwa ni ishara kama ya kubatizwa kwenye kaburi, mfano wa kisima. Kwa hiyo shetani alipokaa kikao na mawakala wake, wakapendekeza, kwa kuwa hao watu wamekimbia ubatizo wa kikombe, basi pelekeni ubatizo wa visima, na wako wajinga wataona ni ubatizo wa kisasa, kwa kuwa ni rahisi. Mnabatiza mahali mnapoabudia, hakuna gharama. Wakati mwingine ni gharama, mkishatengeneza kisima basi wataadapt huo ubatizo na watakuwa mali yetu. Kwa mtu yote ambaye amebatizwa kwa ubatizo huo, ikiwa wewe ni Mkristo unaamini umeokoka, nikutangazie mara hii kwamba hauko mbele za Bwana. Majina yako hayajaandikwa katika kitabu cha uzima, wala mbele za Bwana haujabatizwa. Ila kwa bahati mbaya, kwa kuwa huo ubatizo mwanzilishi wake ni Ibilisi mwenyewe, basi unayo alama ya mnyama katika paji lako la uso. Na baada ya maisha haya, hata kama leo unafurahi umeokoka, unatiwa moyo umeokoka, lakini siku ya mwisho utakwenda jehanamu ya moto. Ubatizo ni agano. Ukifunga agano na Hamisi, usitarajie kupokea haki zako kutoka kwa John. Kama umefunga agano la ubatizo wa kuzimu, wewe ni mali ya kuzimu. Batizwa kwa ubatizo wa mbinguni, wewe ni mali ya mbinguni. Kwa hiyo ubatizo wa mbinguni una vigezo vyake. Hakikisha unabatizwa katika maji yaliyo tele, maji yanayotembea yenyewe, na sio katika kutumia visima, vikombe au mazingira mengine ya wayo yote. Unaweza pia ukasoma hata kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8, kuanzia mstari wa 26 mpaka 37. Utaona Filipo anaongea na toashi na wanafuata yaliko maji tele. Hakuna mahali ambako katika kanisa la kwanza au Wakristo wa kweli waongozwa na Roho Mtakatifu waliwahi kubatiza kwa visima au kwa kutumia vikombe. Na unaweza ukasoma hata pia Matendo ya Mitume sura ya 2 ule mstari wake wa 37 na vitabu vyote kwa ujumla. Kwa hiyo leo hii watu wanaweza wakajitetea kwamba sisi watu wa Dodoma, sisi watu wa nchi za nusu jangwa tunaishije? Ukweli ni kwamba tunajitetea tu kwa sababu sasa tuko kwenye amani, lakini wakati ule utakapotupwa jehanamu utajilaumu sana. Mtu leo akipata ajali, ameumia kiungo chake cha mkono, akaenda hospitali moja akaambiwa hamna uwezo wa kumsaidia, akapewa rufaa aende hospitali nyingine, atakwenda. Na huko nao akaambiwa hawana uwezo, hata akiambiwa aende India atakwenda. Kwa hiyo kwa gharama zozote wanadamu leo tuko radhi kutafuta uzima wa mwili, lakini kwa habari ya mambo ya rohoni, kama Bwana Yesu alivyosema, wana wa dunia katika mambo yao wana akili, lakini katika mambo ya mbinguni hawana akili kabisa. Kwa hiyo leo mtu haiko gali, anaona hasara kutumia hata nauli ya shilingi 10,000, nauli ya shilingi 20,000 kwa ajili ya uzima wa milele, lakini yuko tayari kugharimia mabilioni ya pesa kwa ajili ya kutibu mkono, kwa ajili ya kujitibu mguu wake, ili aendelee kuwa na uzima katika mwili. Kwa hiyo naomba nikusisitize sana, wewe mtumishi, wewe ni mchungaji, nabii ni nani, lakini unabatiza washirika kwa njia ya ubatizo wa visima. Wewe unabatiza kwa kutumia swimming pool, wengine wametengeneza masim tank, wengine wametengeneza njia mbalimbali, wengine wanasema kisima cha wameita majina mengi. Hizo zote ni njia za kuzimu, ni kazi za Ibilisi. Usifikiri unamtumikia Bwana. Kazi yote unaifanya ya shetani, wewe ni mtumishi wa shetani. Ikiwa ni kazi ya Bwana, basi wewe ni mtumishi wa Bwana. Na niongee na wale wa Kristo, wale ambao wamebatizwa kwa ubatizo wa visima, wamebatizwa kwa njia ya ubatizo wa vikombe, elewa kwamba hauna alama ya Kristo kwenye ulimwengu wa roho, bali unayo alama ya mnyama, na siku unapokufa utaenda kukithibitisha hiki ambacho leo yamkini unaweza ukakipuuza kwa sababu ya mafundisho, kwa sababu ya mazoea ambayo unayaona. Nizungumze na wachungaji, usimtumikie Mungu chini ya ghadhabu. Kuna hasara kubwa sana kumtumikia Mungu kwa kimakosa. Kwa hiyo ni vizuri turejee. Uliza kanisa la kwanza, hata la makanisa ya wokovu ya kwanza, uamsho ulipotokea Marekani, walibatiza kwa namna gani? Hata leo wengi ambao wanaendelea, lakini wako wengi ambao wameacha ubatizo wa kweli na wanawabatiza watu kwa ubatizo mfu, ubatizo wa kuzimu, na wanapeleka maelfu ya watu jehanamu ya moto. Kwa hiyo ni kusii sana. Naitwa Mwalimu Chris Deogratius,
channel yako inaitwa Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ni rafiki na mtumishi pamoja na mtumishi Aston Adam Mbaya, ambaye wengi yamkini wamemsikia kupitia shuhuda za kupitia shuhuda za Promova TV, lakini pia Uamsho TV na kupitia channel hii. Na kwa bahati nzuri tulikuwa na semina hivi karibuni, kwa hiyo wengi watakuwa wanaona video zinazoendelea mtandaoni, japo wako wachache ambao wanajaribu kuharibu kazi ya Bwana, ila ndivyo hivyo ambavyo Bwana ametuita. Kwa hiyo tumeitwa nyakati za mwisho kwa ajili ya injili ya matengenezo. Watu watoke kwenye injili wokovu wa bandia. Ubatizo wa kisima, ubatizo wa kikombe ni kazi ya ibilisi. Usijipe moyo kwamba umeokoka, umebatizwa ubatizo wa visima, hukumu yako inakaa. Kwa hiyo Bwana ametuleta tukupe hii siri ili wewe ambaye wakubatizwa upya, batizwa upya. Lakini zaidi yote ukiona madhabahu inakataa kufanya matengenezo, ondoka. Ufunuo 18 mstari wa 4 anasema ondokeni kwake enyi watu wangu. Ni watu wazuri, lakini wako miongoni mwa wachungaji wabaya. Bwana anakuita. Ni saa ambayo Bwana anatimiza unabii. Ezekieli 34 anasema anawakusanya kondoo waliotawanywa milimani, waliotawanywa mabondeni. Njoo kwa sababu Bwana ana haja nawe. Nikukaribisha sana wewe mchungaji ambaye unatamani kumtumikia Bwana katika roho na kweli. Basi sio chini ya ghadhabu ya Mungu. Unaona kabisa katika imani yanafanyika mambo ambayo hata dhamiri yako inakuhukumu sio sawa. Toka huko, kwa sababu utapokea leo fungu la 10, utapokea leo maisha safi hapa duniani, lakini mwisho wa siku utaenda kuadhibiwa jehanamu. Yesu ana wivu na watu wake. Usikoseshe watu wa Mungu. Yesu anasema wale wake mtu yule anayemkosesha mmoja wa wadogo hawa ambao mimi nimewafia msalabani, nimemwaga damu yake msalabani. Kwa hiyo mtumikie Bwana katika njia zote, katika usahihi wote, katika hali ambayo huhukumiwi, kwa sababu wanasema roho zetu zikituhukumu maana yake ni ushahidi ya kwamba hata hatuna ujasiri wa kusimama mbele za Bwana kwa ajili ya hukumu. Kwa hiyo nikukaribishe popote ulipo. Tunakukaribisha sana. Tuko chini ya Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania, tukisaidiana na mtumishi Geoffrey Kaputa, lakini pia tuko na mtumishi Aston Adam Mbaya kutoka nchini Kongo, ambaye wengi wameona ushuhuda wa vyumba 351 na wengi umeleta mabadiliko. Kwa hiyo tunakukaribisha sana. Unaweza ukajiunga nasi tukamtumikia Mungu katika roho na kweli, katika kweli yote, ili ile siku ya mwisho ukapokee taji. Badala ya maana ukiendelea kumtumikia Mungu chini ya ghadhabu yake, badala ya taji, ukisoma Isaya 3:16 nasema badala ya taji kutakuwa na uvundo, badala ya manukato kutakuwa na mavundo na uvundo, badala ya taji kutakuwa ni alama, kutiwa alama kwa moto. Kwa hiyo ni jambo la hasara kama nini kumtumikia Mungu katika njia ambayo unaona unashuhudiwa kabisa kwamba sio sawa, lakini kwa kuwa tayari umeingia kwenye mfumo ambao umehalalisha hicho kitu na unaogopa ukirudi kwenye ukweli, washirika wanapiga kelele kama walivyompigia kelele Pilato kwamba usipofanya hili tunakusemelea kwa bosi wako. Kwa hiyo unaogopa kumwaga kibarua, unaogopa kumwaga unga, unaogopa utaishije. Karibu mtumikie Bwana katika roho na kweli na mbingu zitakuheshimu. Shalom, shalom. Nikukaribisha sana katika mwendelezo. Wewe ambaye ni mara yako ya kwanza tunakuniona, unasikia video hii, ni channel kwa ajili ya injili ya matengenezo. Tuko mwishoni sana. Bwana anatengeneza watu wake kwa ajili ya unyakuo, kwa ajili ya maandalizi. Hata wakati wa mpinga Kristo liwepo kanisa litakalosimama katika kweli. Kwa lazima Wakristo waandaliwe. Paulo anasema tumetumwa tumwandalie Bwana, tumposee Bwana bibi harusi asiye na doa, hila wala aina yoyote. Kwa hiyo nikukaribishe popote unapotufuatilia, usiache kusubscribe channel hii ili tunapopewa ujumbe uweze kukufikia mara moja. Shalom, shalom na Bwana akubariki sana.